dola vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makovu yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata huo wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, Ee Baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, auburudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yuko hapa anabarikiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, katika yetu sisi na nyinyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huko kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema ni asante kwa ajili ya neno lako mchana wa siku ya leo. Naomba Bwana ukapate kutufunza na kutuelimisha kwa kiroho kulingana na neema yako Bwana. Asante Mungu, fungua masikio yetu ya kidhani ili tukapate kusikia vile unasema, na ni kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe sana. Nataka unipatie masikio yako kidogo tu, halafu Mungu atatuelekeza. Haya maisha ama kanisa, haya maisha tunaishi ni maisha ambayo yana safari ndefu, na ni maisha ya dhiki na taabu. Ni maisha ambayo yamejawa na mazuri na mabaya, yamejawa na magumu na mambo rahisi. Hii dunia ambayo tunaishi siku ya leo, tunaishi dunia ambayo haitaki kujua Mungu, inataka mambo ya kuburudika, mambo ya kiteknolojia, mambo ambayo ndio yanatokea kisasa. Lakini tunasahau ya kwamba, ama dunia inasahau ya kwamba bado kuna maisha ambayo yataendelea baada ya haya maisha tu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bado tunasahau ya kwamba bado kuna maisha ambayo yanatungoja kabisa. Biblia inasema ya kwamba na pakawa na tajiri mmoja ambaye alikuwa anaitwa tajiri mmoja ambaye alikuwa anaishi maisha mazuri, maisha ya raha, maisha ya kutosheka katika siku zake. Na pakawa na maskini mmoja alikuwa anaitwa Lazaro, ambaye alikuwa anaishi bado maisha ya taabu na maisha ya dhiki, maisha ya kuomba, maisha ya kudharauliwa. Bado hayo ni maisha, lakini Biblia inasema ya kwamba hata kama walikuwa wanaishi wakati huo, tajiri akafa na Lazaro akafa.
Lakini tofauti ambao ulipatikana ama ulikuwa wakati Lazaro alikufa ama alifariki, alizikwa kuzikwa kwa kawaida ama alishughuliwa vile tajiri alishughuliwa. Biblia inasema ya kwamba na malaika wakamchukua na kumweka kwenye kifua cha Ibrahimu. Na wakati tajiri alikuwa kwenye ule moto, sababu maisha yake ni kujua ya kwamba kuna maisha ambayo ni ya kumtegemea Mungu, ni ya kujua ya kwamba after this life nikitoka hapa ama maisha yangu yakifikia mwisho hapa kidogo, nitaenda wapi? Ndipo hakuna mfalme alikuwa anaitwa Suleiman mwana wa Daudi, na katika kitabu akasema ya kwamba nimeangalia maisha hapa chini ya jua, nimefanya research. Hata kama alikuwa amesoma sana ama alikuwa na hekima ya juu, lakini aliangalia maisha ya hapa duniani akasema kweli nifanye wanasifiwa sana, ni bure. Maisha ya hapa duniani hata kama tuna lazima tuyafanye, lakini ni bure ikilinganishwa na maisha ambayo yanatungoja hapo mbele. Biblia inasema na Lazaro wakati alikuwa kwenye kifuani mwa Ibrahimu akamwambia yule tajiri, tazama, ulijichagulia maisha mazuri ukiwa hapa duniani, ulifanya vile ulikuwa unataka, ulivaa maua ya kibahari, uliishi maisha mema, lakini ukasahau ya kwamba bado na maisha ambayo bado hivi. Na Biblia inasema mstari wa 25 anasema ya kwamba Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro hivyo alipata mabaya, na sasa yeye yuko hapa anafanikiwa. Nataka kuunganisha huu mstari Ufunuo wa Yohana 21. Twende Ufunuo wa Yohana ama kitabu cha mwisho darasa cha Biblia. Mstari wa kwanza unasema ya kwamba 21 mstari wa kwanza. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nataka tulinganishe haya maisha tupu, maisha ambayo tunang'ang'ana kutafuta, maisha ambayo tunatafuta riziki yetu ya siku za leo, maisha ambayo tunavaa manguo zetu, tunajibamba, tunafurahi, na tulinganishe maisha ambayo yanatungoja na maisha ya dunia hii. Biblia inasema ya kwamba kwa moyo wake, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya ikishuka kutoka mbinguni. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya,
kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha pita. Maisha ya kale ambayo tulikuwa tunateseka kama Mkristo, maisha haya ambayo tunateseka, ile mambo ambayo unapitia kama Mkristo, sababu ukisoma waraka wa Petro chapter 4 sijui wa kwanza ama wa pili, unasema ya kwamba na wapendwa, tusione mambo haya yakija kwetu kama moto, lakini ni ile hali ya kututia nguvu kama Wakristo. Wanasifiwa sana. Maisha ambayo Mkristo ambaye anaishi, lazima tujue ya kwamba pako na neema nyingine ambayo inakuja, pako na neema ambayo inatungoja ya kutubariki, ya kutuambia mwanangu, tulia. Pako na neema ambayo inatungoja na kupigwa taji ya uzima. Kwa hivyo tusione kama tumeokoka na tunafikia mwisho. Usione kama ulitubu na kusema Mungu nisamehe na kuona atitutaishi hapa milele. Hapana. Biblia inasema ya kwamba kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu ya kwanza na nchi ya kwanza zimeshapita. Sasa hiyo ni maisha ambayo tu, maisha ambayo unateseka ukiwa Mkristo, maisha ambayo unadharauliwa kwa sababu unasema umeokoka. Nakwambia usikate tamaa, nakwambia usife moyo mpendwa, pako na neema ambayo inakungoja ili upate kuitwa mshindi. Paulo akasema ya kwamba nang'ang'ana vita ama haya mashindano nayang'ang'ana ili nipate kuona taji, nikapigie taji yao. Pako na taji ambayo iko mbele yao, ambao bado hujaifikia, bado haujafikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Pako na taji, pako na zawadi ambayo iko mbele yako, lakini bado haujafikia bado, lakini tumeokoka, lakini bado pako na zawadi ambao hatujapokea. Hata wale wanaitwa mabisho, pako na taji ambao wanaingojea, bado hawajafikia. Paulo anasema ya kwamba nang'ang'ana, hata kama safari iko na mambo, lakini nang'ang'ana. Hata kama hii maisha iko na mambo, lakini nang'ang'ana ili nipate kufikia taji ya uzima. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba Lazaro ama tajiri akainua macho yake akiwa mahali alikuwa, akiwa anateseka, sababu yale maisha alichagulia ni maisha ya raha, ni maisha ambayo hayapo maisha ya kumjua Mungu. Alikuwa anafanya kama kitajiri, alikuwa anaishi kama tajiri, na tabia zake zilikuwa kama za chini, lakini akasahau ya kwamba pako na maisha ambayo yanamgoja, akasahau. So nataka kusemaji wapendwa, haya maisha ni maisha ambayo ni ya kusoma, ni ya kukutana na mambo mbele yako, ni ya kukutana na majaribu, ni ya kukutana na mambo mazito. Kama Mkristo, sisemi mtu wa dunia, kama Mkristo ni maisha ambayo yanang'ang'ana na kupigana na imani yako ili ipate kuanguka. Ni maisha ambayo
yanakuwekea vizuizi mbele yako ili usifikie hatima yako ya wokovu. Bwana asifiwe sana. Kuko na mambo mazito, kuko na vizuizi ambazo ziko mbele yako. Sijui vizuizi vya aina gani, lakini kuko na vizuizi ambazo ziko mbele yetu, zinapima imani yetu, zinapima wokovu wetu, zinapima maombi yetu, zinapima kufunga kwetu, zinapima ili tuzifikie hatima yetu. Lakini Paulo anasema ya kwamba nazidi kung'ang'ana ili nipate kuona nikifarijiwa, ili nione nikipikwa tayari. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunang'ang'ana na haya maisha tukijua ya kwamba pako na maisha ambayo yako na muhimu, maisha ambayo ya kufurahia tukishinda haya maisha ya dunia hii. Bwana asifiwe. So nataka tujiulize hivi, what is the purpose of this life? Kusudio ya maisha haya ni gani? Purpose, kusudio ya maisha haya tu, ama maisha ambayo tunaishi. What is the purpose of this life? Unajua tunaweza kali ya umeokoka lakini hauna tumaini. Ni kama unasukuma, ni kama tu tunasukuma tu twende mbele. Unaweza kuwa hauna tumaini ya kujua ya kwamba pako na mbingu mpya na pako na nchi mpya, sababu nchi ya kwanza na mbingu ya kwanza ishapita. Lazima tuulize kusudio ya maisha haya tuko ni gani? Bwana asifiwe sana. Nataka tuangalie kuna mstari nataka tuangalie hapa. Nataka tuangalie Marko chapter 6:3. Najua watu wanajua hiyo mstari sana. Inasema ya kwamba sijui kama ni John alikuwa anaongea hapo. Huyu Yohana alikuwa anaishi huko jangwani. Wacha tuone kile Mathayo chapter 6:3 inasema ya kwamba bali tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Tutafute ufalme wa Mungu kwanza, tutafute maisha ya mbinguni kwanza, tutafute maisha ambayo ni ya kesho, ama ni ya kesho, maisha ya mbinguni kwanza, na haya ya dunia tutazidishiwa, tutaongezewa. Sisemi ya kwamba si ati nasema ya kwamba tusitafute mali ya dunia hii, lakini vile Biblia inasema ya kwamba tutafute ufalme wa mbingu kwanza, tutafute maisha ya mbinguni kwanza, tutafute maisha ambayo tutaishi milele kwanza, na haya mengine ya dunia hii tutapewa. Praise the name of the Lord. Tutaongezewa, sababu tukimtafuta Mungu kwa bidii tutamwona. Proverbs chapter 8:17. Tukitafuta Mungu kwa bidii, tumtafuteni Mungu kwa bidii, na wale wanamtafuta watamuona. Wale wanatafuta Mungu, wale wanatafuta upande wa mbingu kwanza
ya dunia tutayaona. Ukisoma Zaburi 2 inasema hasa uliza na utapewa. Wacha ni kwa Zaburi 2 Zaburi 2 wanajua mstari inasema ya kwamba uliza na utapewa mema ya dunia. Pili mstari wa 8 unasema ya kwamba uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako na miisha ya dunia kuwa miliki yako. Wewe ni Mungu anasema hivi, anasema ya kwamba tumuombe naye atatupea urithi wa mataifa tukiwa hapa duniani, na tukishamtafuta na tukimtafuta kwa bidii bado tutamuona. So nilikuwa natafakari haya maisha ya wazao walikuwa naishi, na nikalinganisha maisha ambayo walikuwa naishi na maisha ambayo tupo siku za leo, na maisha ambayo wakati alikufa alienda kukaa, nikaona ni maisha tofauti, maisha ambayo ni ya kuheshimika, maisha ambayo ni ya kipekee. So hiyo tunasema ya kwamba tamanio ama kusudi, wacha niseme hivi, kusudi ya maisha haya tunaishi ni gani? Lazima tujue ya kwamba pako na maisha mengine ambao yanatungoja mbele yetu. Lazima tung'ang'ane, lazima tutie bidii, lazima tumtafute Mungu. Hiyo ndio kusudi ya maisha ambao yanatungojea. Alafu mwingine hapo inasema ya kwamba hiyo nataka tuende Second Timothy. Alafu sasa nikwambie sasa Timotheo wa pili mlango wa 3. Kama umefika hapo unaweza kusomea kwa wingi. Timotheo wa pili mlango wa 3 mstari wa 1. Lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi,
Huyo ni Timotheo, pameandikwa hivi. Na wacha niseme pesa ama dhahabu ambayo tunatafuta, sio kusema ya kwamba ni kila kitu. Pesa ambazo tunazitafuta ni sawa, ni mzuri, lakini sio kumaanisha inaweza kutupatia maisha mengine ambayo tunayangoja. Pesa ambayo tunaitafuta inatupea maisha mazuri ya hapa duniani, lakini maisha ambayo tunakuja ama tunayangojea, pesa haiwezi kutupea furaha. Ukiangalia tajiri, maisha ambayo alikuwa naishi yalikuwa maisha mazuri, lakini wakati aliondoka, utajiri wake ulifika mwisho, kuburudika kwake kulifika mwisho. Na sisi tujue ya kwamba hapa Timotheo anasema ya kwamba lakini mfahamu neno hili, nyakati za mwisho kutatokea mambo haya. Watu watakuwa wanajipenda, wanapenda pesa, na pesa sio mbaya. Wanajipenda wao wenyewe, watu wenye kiburi wanajisifu. Sababu gani? Wanasahau maisha ambayo yako mbele yao. Wanasahau ya kwamba fedha na dhahabu haziambatani na mbingu, ni za hapa duniani. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kanisa tunataka kusema tujue ya kwamba maisha ambayo tunaishi hapa, bado kuna maisha mengine ambayo yanatugoja, ambayo tunapaswa kutia bidii ili tupate kuyafikia. Na nataka uandike hii kama uko na kitabu. The time will come when you will say, I wish I could pray. Kutatokea wakati na ulisema ningefanya hivi, ningekuwa committed kwa kanisa, ningekuwa natolea Mungu dhabihu yangu. Itafikia maisha, itafikia wakati na kusema kama nilijua ningefanya zaidi. Sijui hapo kama tunaelewana. Itafikia maisha ama wakati useme ya kwamba ningejua mimi ningeomba zaidi ya vile najua. Lakini wakati huo utakuwa umeisha. Wakati huo hakutakuwa na nafasi tena ya kufanya hayo mambo. Wakati ni huu ambao tunaishi hapa. Wakati ni wako wa kujua ya kwamba vile unaweza kuunganika na Mungu wako na kutafuta. Biblia inasema ya kwamba tutafute ufalme wa mbinguni kwanza, na mambo yale mengine tutaongezewa. Bwana asifiwe sana. Lazima tujue, lazima tuelewe ya kwamba itafikia wakati
ujiulize kwa moyo wako, ningelijua nikifanya hivi, ningelijua ningesoma, ningelijua ningefanya hivi. Lakini wakati huo utakuwa umeisha, hakutakuwa na nafasi. Nafasi ni hii, nafasi ni hii ya kumtafuta Mungu, nafasi ni hii ya kumsaidia, nafasi ni hii ya kumwomba. Praise the name of the Lord. Nafasi ni hii wapendwa kanisa, nafasi ni hii. Tusije tukasema I wish ningelijua ningefanya zaidi, lakini wakati hakutakuwa na wakati utakuwa umeisha. Bwana asifiwe sana. Wakati ni huu. Biblia inasema ya kwamba Sauli, tuombe na tutapewa urithi wa dunia. Tuombe na tutapewa mema ya dunia hii. Tuombe na tutapewa mazuri ya dunia hii. Tuombe na tutapewa. So, my brother and sister, this is your time. This is your chance. Yeah. Uko na wakati, niko na wakati. Nisije nikajilaumu mimi. Wacha nimalizie na kusema ya kwamba tujue tuko na wakati ambao bado kuna wakati wa kumtafuta Mungu na kuna maisha ambayo yanatusubiri. Kama tutakata tamaa, kama hizi kizuizi ambazo ziko mbele yetu hazitatushinda nguvu, bado tuko na wakati. Nataka uangalie Waebrania 10. Waebrania 10 mstari wa 38. Nasema ya kwamba wacha tuanze 30. Yeye ajaye atakuja wala hatakawia, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Ukisoma Ufunuo wa Yohana 22, hiyo mstari kwa hapo mwisho inasema, na ile njia na ile barabara ya kuelekea mbinguni, kuko na watu waovu, kuko na wachawi, kuko na wale hawapendi mema, na kuko na mambo machafu ambayo iko kwa hiyo njia. Lakini yule atapita ama atang'ang'ana na kupita kwa yule mti wa uzima, atapewa taji, atapata zawadi yake. Hapo Paulo anasema ya kwamba kwa kuwa kitambo kidogo yule anakuja atakawia. Na mstari wa 38 anasema ya kwamba na kama wazee sitaboeka, sitachoka, sitakata tamaa kama Mkristo. Yale maisha ambayo tunayangoja, tutakuwa tumefanya kazi kubwa. Ile bidii ambayo tuko nayo, tukisitasita, Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo atafurahishwa na sisi na imani yetu.
So my brother, my sister, tia bidii. Pengo ambao umesimama, tia bidii. Mahali ambapo umesimama kwa imani, tia bidii. Huo umeokoka jana ama leo, tia bidii, ili imani yako isije ikadidimia na ukose maisha ambayo ni ya milele. Bwana asifiwe. Simama kwa miguu yako. This is our time, my brother, my sister. Wakati wetu ni huu.